Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Utawala wa Iran utaanguka kupitia mchanganyiko wa operesheni pamoja na mashinikizo ya kiuchumi. Hii ni kauli iliyotolewa na mkuu wa zamani wa Mossad, David Barnea. Barnea katika hotuba yake ya kwanza tangu aondoke madarakani akiwa kama mkuu wa kijasusi wa Israel mwezi Juni, pia alisema kuwa Hezbollah na Hamas ni dhaifu sasa kuliko ilivyokuwa kabla ya mauaji Oktoba 7. Utawala wa Iran utaanguka kutokana na mseto wa operesheni. Kwanza ni shinikizo la kiuchumi na maandamano ya watu wake wenyewe ikiwa yatafanyika, anasema mkuu huyo mstaafu wa Mossad Bwana David Barnea alipokuwa akizungumzia katika hotuba yake ya kwanza tangu aondoke mamlakani mnamo Juni mosi. Katika hotuba kwa manispaa ya Yerusalem ambapo alipokea tuzo kwa niaba ya Mossad, Barnea aliunga mkono hatua za hivi punde za shinikizo la kiuchumi za serikali ya Trump dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Alisema kuwa ni wazi haya yanahitajika, lakini hayatoshi peke yake na yatahitaji matumizi ya nguvu pia, ingawa hakufafanua ikiwa jeshi hilo litahitaji awamu nyingine ya mashambulizi makubwa ya anga au kampeni ya siri ya hujuma itatosha. Uamuzi wa kuweka vikwazo vikali zaidi kwa Iran ulikuwa uamuzi sahihi na wa kusifiwa, lakini vikwazo hivyo ni hatua nyingine tu. Hakutakuwa na chaguo kwa maoni yangu zaidi ya kuzidisha hatua za kiuchumi, sera na operesheni dhidi ya utawala huo hadi uporomoke na utaanguka, alisema Barnea. Kwa mujibu wa Barnea, rais wa Marekani Donald Trump na sehemu kubwa ya dunia, bila kujali malalamiko yao kuhusu bei ya gesi, sasa wanaelewa kwa undani zaidi kuliko wakati mwingine wowote tishio la vichwa vingi ambalo Tehran inatoa kwa wote, iwe kwa silaha za nyuklia, makombora ya ballistic au ugaidi wa wakala. Basi hayo ndio tuliokuwa nayo mtazamaji wa The World News, ni kile ambacho alikuwa kikizungumzia David Barnea, akiamini kwamba kutakuwa na mashambulizi ya moja kwa moja yatakotoka nchini Marekani na Israel dhidi ya Iran, basi huenda yakauangusha utawala wa Iran. Lakini pia mkuu huyo wa zamani wa Mossad Bwana David Barnea anasema kwamba jambo jingine ni ikiwa kutakuwa na maandamano makubwa ndani ya nchi hiyo, ikiwa uchumi utakuwa umeshuka, lakini pia namna ambavyo Marekani imeweka shinikizo la kiuchumi ndani ya nchi hiyo, huko kutasababisha hali ya uchumi kuyumba na kutasababisha kuanguka kabisa kwa serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini anasema kwamba mchanganyiko ama mseto haya yote ndiyo mpango mzima ambao utasaidia kuanguka kwa serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu.